Nishapoa mwanangu, nishapoa mwanangu, sihaba, alhamdulillah. Hali gani mtazamaji wa Asam Online TV? Matumaini yangu ni mzima wa afya. Hii hapa ni safari ya mkuu wa wilaya ya Magharibi ya Unguja, Mheshimiwa Leila, ambapo anaenda kutoa mkono wake wa pole kwa familia ambazo zimepatwa na tatizo la vijana wao kuzama katika bwawa hili hapa nyuma yangu. Lakini yote kwa yote, nini chanzo cha watoto hawa kupata ajali hii? Na pia tumeambiwa kwa taarifa tunazozisikia kwamba mtoto wa kwanza ni miaka 12 na wa pili ni miaka 13 na watatu 15, ambapo vijana hao wote ni wa kiume. Je, kwa wazazi wana lipi la kuzungumzia tukio hili? Na je, mkuu wa wilaya ana lipi la kuzungumza na familia hii? Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwanikasi. Mnamo kama saa 10 hivi mpaka 11. Lakini mimi nilikuwa sipo. Mimi nilikuwa sokoni, kazi yangu ya biashara. Nilikuwa ninauza biashara zangu. Sina habari kabisa kama kumetokezea. Huku nimewaacha salama wa jambo. Nikapigiwa simu na mwanangu Faridaidi. Akanambia, mama njoo funika kwanza biashara uje huku. Nikamwambia kwani kunani ni? Akanambia we njoo tu. Nikasema au Aisha kazidiwa kwa sababu tuna mgonjwa wetu yuko hospitali anaumwa na mguu. Sio Aisha. Wewe njoo tu, nimeshakwambia njoo tu. Nikafunga pale mbio kwa bahati katokezea mjukuu wangu Zakia, tukafunga wote, tukatoka pamoja. Tukaja zetu hapa, kufika hapa ndo nikasikia jamani kiduli kazama kisha kufa. Hapo ndo nilipojua mimi kuwa kweli huyu mtoto kisha fariki, kwa sababu nikaambiwa na kishachukuliwa kishapelekwa hospitali Chumbuni ndo alikopelekwa kwenda kuchunguzwa. Hapo tena mimi sikujua tena jambo lolote. Sisi tukafanya hapa, tukaondoka tukaenda zetu shamba, tukangojea maiti. Ilipofika maiti kiasi cha saa kama 3 au 3:30 hivi. Kufika maiti, tukalala, tukaamkia asubuhi, tukafanya mazishi. Sasa hivi ilipofika kiasi cha saa 5, 6 tukarudi zetu hapa. Nishapoa mwanangu, nishapoa mwanangu, sihaba, alhamdulillah. Ni marehemu ni kaka yake. Huyu ni mtoto wa bangu mdogo. Kwa hiyo kazi ya Mungu haina makosa. Kwa hiyo mipango na Mungu. Kwa subira tumeelekeza subira mbele. Kwa hiyo kila laheri. Kuhusu mkuu wa wilaya atufanyie mazingira ili ile bwawa ile pale ile fanywe mpango angalau kama atakufukiwa ile pale ile. Na kilishakuwa hatarishi kwenye jamii. Kwa tunaomba serikali watufanyie mpango pale angalau japo kufukiwa ile pale ile. Maana sio hawa tu, na kuna wengine shakufa wengi pale tunaambiwa. Tumekuja kwenye kadhia hii iliyojitokeza, changamoto ya watoto ambao jana walitumbukia katika hili shimo ambalo sasa hivi tumetoka kuliangalia. Hivyo muda huu ambao tumepata nafasi kuja, tumeziona familia 2, familia moja haijarudi bado walipoenda kufanya maziko hayo, lakini tumekubaliana kesho Mungu akipenda asubuhi tutakuja na mkurugenzi wa maafa kwa ajili ya kuja kuwapatia chochote kile kwa ajili ya faraja kwao. Kuhusiana na bwawa ambalo watoto wale jana walizama, na waelekeza manispaa waje kutupa taka kwa ajili ya kuja kuliziba. Baadaye tutaenda kuomba kifusi cha udongo ili tuweze kuweka level. Hicho kisima hawaliochimba ika makalbi haendi chini. Alipokuwa makalbi haendi chini, ikabidi makalbi mengine akayauza. Sasa akasema nitaka kifukia, lakini kuna wengine akamwambia usikifukie, tunataka kuja fanya shimo la choo. Huyu akasema usikifukie, nitakuja kiendeleza mie. Hakumwambia kama hichi hakiendelekezi tena, maana makalbi mengine akayauza. Sasa kinkaa hapo hata hatari kwa watoto. Mie nikatoka, nikaenda kwa mtu kule aizua nyumba yake, nikamwambia baba tugaie bati, hatari na watoto wetu pale kuja tumbukia kwenye simo. Ndio akanipa bati moja, nikampa mwanangu huyo akae humo. Mpaka watu akipita pale tuambie pana chimo.
na mie sijiwezi. Kama twazalimia mpaka tupate pesa tuwape watu. Mimi na mwanangu naye hajiwezi hivi sasa hospitali na mwanangu wake kadhaa aumwa. Lakini ndani ya ziara hii, wakati tumekuja kuona eneo la tukio kwenye shimo lile, tumekuta kuna kadhia nyingine ambazo zimejitokeza. Huku kwanza kiukweli kuna ujenzi wa kiholela kama tulivyoona. Kuna huyu mmoja baadhi, kuna shimo ambalo hajalifukia. Lile shimo kiukweli sijui kama anajenga kisima au anataka kufanya karo, lakini liko hatarishi. Mtu akitoka huko kwanza hawezi kujua kuna shimo. Anaweza kupita, labda anakimbia au hajatizama tu bila jawa mwangalifu anaweza kuingia. Lakini kingine hapa kama tulivyoona tumekuta kisima ambacho kilishimbwa lakini hakina muendelezo wake kama wenyewe wanavyotuambia, kimefeli. Lakini kimewekewa tu bati na bati ni la siku nyingi. Kiukweli bora lile shimo tuliloliona kule mtu unaweza ukaenda ukashtuka. Lakini hichi kisima kilivyokaa kimekaa vibaya, unaweza ukapita ukafikiri unakanyaga majani, kumbe umekanyaga kwenye bati na pia ukaleta mengine. Lakini ni kuhusiana na hichi kisima ambacho hakina muendelezo, vile vile mimi ikiwa mkuu wa wilaya nawaelekeza manispaa na waje na wenyewe wakifukie kisima hicho kisiendelee, na yule mkazi wa pale ambaye kachimba shimo tumempa siku 2 awe ameshafanyia maarifa eneo lile. Lakini kupitia hapo nitoe wito kwa wananchi au wana Magharibi A kwenye maeneo mengine, sio haya tu, kwa sababu katika eneo hili watoto wetu hawa ambao wametangulia mbele za haki, ukiangalia mengine yamesababishwa na watu wetu wenyewe ambao walikuwa wanachimba mchanga kiholela. Na hii nimewaelekeza masheha waendelee kuchukua jitihada ambazo walikuwa wanazifanyia kila siku, na tutakao wakamata sisi tutawachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Chanzo kwa ilivyoelezwa na watoto wenzao wale wawili waliopona ni kwamba mle katika bwawa kuna wale ndege wanaopita mle. Kwa hiyo vijana watoto wale, unajua tuna watoto walivyo, wakawa wanawafuata wale ndege kwa ajili ya kuwakamata. Kwa hiyo hatima yake kumbe haikuwa hivyo ambavyo walivyotakao Mwenyezi Mungu kapanga lake. Mkuu wa wilaya ametoa pia agizo hapa, na tunaahidi kwamba kama baraza la manispaa tutalitekeleza hilo. Kwanza tutapajaza hapo taka, alafu tutawaomba wenzetu waje kutia dongo juu. Lakini na yale matatizo mengine ambayo yamegundulika katika maeneo haya kwamba kuna shimo la karo kule, huyu mtu tutasimamia amri ya mkuu wa wilaya ili atengeneze hilo shimo. Lakini na hili shimo ambalo lilichimbwa kwa sababu kwa ajili ya kisima, basi nalo pia tutalisimamia ili baada ya siku 2 tuje tulifukie, ili wananchi katika maeneo haya waishi salama na wazidi kuiamini serikali yao na itafanya kazi kwa ajili yao inshallah.